Jambo la pili kuhusu kambi za Marekani kujengwa katika nchi ya Kongo ni kusababisha vurugu ambalo halitokuwa na mwisho katika ukanda wa maziwa makuu au Pays du Grand Lac. Yani ningeishauri sana Burundi ipinge hilo swala la hizo kambi. Iongee na rais wa Kongo ifute hiyo mikataba ya kambi za Kimarekani kujengwa katika Kongo, kwa sababu watakaokuwa katika danger ni huu ukanda wa maziwa makuu, ikiwemo nchi ya Burundi kuwa kwenye lengo la kusambaratishwa na kuipa power Watusi. Kambi za Amerika zinakuja pale, na mjue mkifurahia kwamba wa Amerika wanakuja sasa kuwapa mafunzo au eti kwamba wanakuja kulinda nchi. Jamani wazalendo, mjue na muweke kwenye akili yenu kwamba mtaisoma namba mkiwa muko kwenye kambi Malawi. Yeyote atakayenusurika katika wazalendo atapumuzikia ni Malawi. Lakini watu wengine au wazalendo wengi watapewa sumu wakiwa kwenye kambi ya mafunzo, labda wengine watauliwa kinyama. Kwa hiyo Tshisekedi analetea Afrika Central mitihani mikubwa ikiwemo nchi ya Burundi. Swali tujiulize, eske Burundi inakubaliana na Tshisekedi kwa jambo hilo la kuleta kambi za Kimarekani ukanda wa Grand Lac? Eske amjui kwamba maji au mai au wazalendo muko kwenye listi ya walengwa ikiwemo hiyo Burundi? Pamoja na nchi yoyote ambayo inajifanya kwamba inaisikilia Kongo huruma, nayo yenyewe iko katika listi ya walengwa zidi ya hizo kambi kuja katika Kongo. Wabantu akili, sijui tuko na akili gani wabantu wa Kongo? Tuko na akili gani? Nani alituroga? Wazalendo, kwa nini mkubalie swala kama hili? Kama kweli hili swala la kuleta kambi ya Amerika katika Kongo ni la uhakika na rais kenda kulisaini, kwa nini? Jiulizeni, kwa nini Lumumba alikufa? Kwa nini Laurent Kabila alikufa? Kwa nini Mobutu haja kubaliana na hilo swala miaka 32 kwamba kambi za Marekani zijengwe katika Kongo? Kwa sababu ipi? Nani aliambia Amerika kwamba tuko na haja ya kambi za Marekani pale Kongo? Yani mtu yuko nyuma ya M23, nyuma ya Rwanda, alafu tena anakuja tena kukujengea kambi ya jeshi eti kwamba anakuja kukulindia security. Security ipi hali ya kuwa yeye ndo anawakulisha hao M23, yeye ndo anawapa silaha na wao ndio wanamushotea mali? Ina maana hizi kambi za Marekani zijengwe kwenye Kongo, wataanza kuchimbua mahandaki, wataanza kuchimbua. Wapelelezi wa Kikongomani watakapowafuata kuwauliza, bwana, mbona mnachimbua inakuaje? Atawaambia tunachimbua mahandaki ili tujue tutakabiliana na adui ambaye atakuja kukuataki Kongo. Kumbe wenzetu wako na chimba madini, hamtajua na hakuna chenye mtaongea. Wakongomani, hili swala la kambi za Marekani kwanza lifutwe, kwa sababu kwanza wenye kuwa kimbelembele kukubaliana na hili swala ni wale kwanza wazazi wa madepite, na hawa depite wenyewe na hawa wazazi wa madepite ndio wako natuweka katika shida, kwa sababu hawana capability ya kuwashauri wazalendo kipi cha kufanya. Huyu deputy akiwa Kinshasa akipiga simu, nanga mubwira bana bagire koko na ndio hivyo.
Mnawachanganya vijana. Wazalendo mzinduke. Kuna mashauri mengine msikuwa mnachukua kwanza. Kwa nini msijitegemee? Wazalendo mko new generation, nouvelle generation, new generation. Kwa nini msijitambue? Mpaka musikilize mtu kutoka Kinshasa ili akusaidie nini? Hali ya kuwa mnajua toka kina Marandura mpaka leo este haijapataga amani, sisi ndio wa kupigwa, sisi ndio wa kuonewa. Na hakuna wa kutujali. Kwa nini usikilize Kinshasa? Hivi kweli nyie wazalendo na makamanda na majenerali ambao mko kwenye shamba la mapambano hamwezi mkazinduka kiakili, mkaona kwamba sisi ni generation ya mpya, tuko tunaenda wapi na akili za wazee? Hamwezi kukaa kabisa fasi sehemu moja kabisa mkajiuliza hivi kweli ni kamati huyu deputy yuko Kinshasa niko na msikiliza kwa kipindi, hata kama mimi akiwa mkubwa wangu wala mwanafamilia wangu siwezi kumsikiliza kwa sababu mimi ni mzalendo? Au hamujasomeshwa uzalendo ni kitu gani jamani? Tunavamia tu kuitwa wazalendo, lakini juu uzalendo ni wakati ya kujitegemea. Mko nouvelle generation. Hakuna kuendeshwa na akili ya bizee. Akili za wazee wa miaka 60 na kupanda ni watu ambao wako na waza akili yao nafanya kazi kwenda nyuma. Akili zao zifanye kazi kwenda mbele. Hasa mtu mwenye kuwa na akili ya kufanya kazi kwenda nyuma atakushauri nini wewe kama kijana? Atakudevelop kitu gani? Hana capability ya kudevelop akili yako. Kwa nini mnasikiliza bizee kama hivyo?